الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومصطفانا وقدوتنا محمد رسول الله نبيه العربي والعجمي وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الأمم أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, hususan kwa wale wote wapenda kheri na wenye kufuatilia chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, biidhnillahi Ta'ala, kama ilivyokuwa desturi yetu kwamba kila siku iendayo kwa Allah huwa tunaleta vipindi mbalimbali vinavyohusu adhkari na dua, na lengo kuu ni kuwafanya watu waache kwenda katika njia ya shirki na badala yake twende katika dua za kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kutumia ushirikina. Na mada leo inasema faida ya kusoma suratul Fili kwa mtu anayefanyiwa maudhi ama kudhulumiwa. Soma suratul Fili kwa mwenye kudhulumiwa au kufanyiwa maudhi. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya watu tunakaa katika maeneo, katika mitaa, katika sehemu za kazi, lakini kiukweli kuna watu wanatunyima raha sana. Kuna watu wanatufanyia maudhi ya hali ya juu. Kuna watu nafikia hatua mpaka maisha yako unayaweka rehani, yani unaishi lakini una raha dunia. Ukiangalia pengine kuna mtu mmoja tu anakunyima raha na kufanyia maudhi mpaka inapitiliza. Yani kuna baadhi ya maudhi sasa mpaka inakuwa adha kwako wewe. Basi ipo njia ya wewe kusema na kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Allah akakuondoshea hali hiyo, Allah akakuondoshea maudhi hayo. Kukuondoshea maudhi hayo kuna namna nyingi sana. Aidha Allah akajalia yule anayekufanya maudhi akamtoa katika eneo uliopo akaondoka mbali na wewe, ama basi kuna pigo lolote ambalo utakalolipata kiasi kwamba wewe utakwenda kusalimika na maudhi ya mtu huyo ambaye anayekuudhi. Usomi kwa nia mbaya, kwa lengo la kumwangamiza, la, bali wewe wamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaisoma sura kwa malengo na kwa nia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kuondolea vitimbi kwa ile kufanya vitimbi, kuondolea maudhi kwa ile kufanya maudhi, ama kwenda kwa yule ambaye anayekudhulumu haki yako au amekudhulumu haki yako. Kwa ni kuombe ndugu yangu, twende sambamba na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani katika darasa hili leo basi kuna faida kubwa sana ndugu yangu katika imani utakwenda kuipata. Hii suratul Fili manake ni alam tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hii ndugu yangu utaisoma kwa idadi nitakayokuelekeza. Kwanza utaisoma kwa nia kwamba hii sura ninaisoma kwa ajili ya fulani bin fulani au kwa ajili ya fulani binti fulani. Alafu utaisoma hii sura kila siku mara 100 kwa muda wa siku 10 mfululizo, kwa muda wa siku 10 mtawalia, yani zenye kufatana. Utakuwa unisoma hii sura bimaana alam tara hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukimaliza kuisoma kuna dua yake mwishoni utakuja utaisoma. Nitakuelekeza hiyo dua inavyosomwa. Utafanya siku ya kwanza, utafanya siku ya pili, utafanya siku ya tatu, utafanya mpaka siku zile 7 katika dua yako hiyo. Wallahi lazim, kama mtu huyo labda yuko jirani yako, kama mtu huyo yupo katika sehemu ya kazi unaifanya kazi na yeye yuko ofisi moja, lakini anakufanyia maudhi yaliyopitiliza, anakufanyia vitimbi vilivyopitiliza, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atampiga bakora. Kuna mambo yanaweza kutokezea. Aidha Mwenyezi Mungu anaweza kumtoa katika eneo husika akampeleka mbali na eneo hilo, ama bakora yote mtu huyu anaweza akapigwa kwa maudhi na tabu na dhiki anayokufanyia, na wewe ukamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaratibu wake unafanyaje sasa? Utaratibu wake sura hii, anza kuisoma katika siku ya Jumamosi.
anza kuisoma katika siku ya Jumamosi. Ina maana ukianza Jumamosi utakuja kuhitimisha sura hii siku ya Ijumaa, tena katika muda wa alasiri. Yani baada ya salatul asri ndio utakwenda kuhitimisha dua yako hiyo. Utakwenda kuhitimisha baada ya salatul asri. Usomaji wake utaisoma kama kawaida na usoma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ukimaliza kuisoma sura hiyo sasa ndio utakuja kusoma dua ifuatayo. Isikilize kwa makini hii dua, na nitairudia mara mbili. Utasoma hivi: Allahumma antal hadiru, Allahumma antal hadiru, antal hadiru al-muhita bimakununati al-dhamair. Allahumma antal hadiru al-muhita bimakununati al-dhamair. Allahumma azza zalim وقل ناس وقل اللهم عز الظالم وقل ناصرا وأنت المطلع العالم. اللهم إن فلان بن فلان، hapo unataja jina sasa. Allahumma inna laba Ali bin Athmani wa Ali bin Khamisi dhalamani wa adhani wala yashhadu bidhalika ghayruka wala yashhadu dhalika ghayruka. Allahumma annaka maliku fa uhliku. Allahumma innaka maliku fa uhliku. Narudia tena. Utasema Allahumma antal hadir al-muhita bimakununati ad-dhamair. Allahumma azza zalim wa qalla nasir wa qalla nasir wa antal muttali'ul alim. Allahumma inna fulani bin fulani, hapo ndio jina lake, dhalamani wa adhani wala yashhadu bidhalika ghayruka. Allahumma innaka maliku fa uhliku. Inshallah nitaiandika hapo chini hiyo dua, na hiyo dua utaisoma mara ngapi? Utaisoma mara 3. Bi maana kuna sehemu yule aliyokufanyia ubaya na kufanyia mambo hayo utamtaja kwa jina lake kabisa, kama fulani bin fulani, na kama mwanamke basi fulani binti fulani. Nitaandika hapo chini, utaona maelekezo hapo chini. Nitaiandika hapo chini kwa Kiswahili dua hiyo, ili uweze kuchukua na uende kwenda kuisoma biidhnillah taala. Hii ni kwa mtu ambaye anakufanyia vitimbi, anakufanyia hila, anakufanyia maudhi mpaka unakosa raha katika hii dunia. Inshallah tukutane katika somo lijalo na katika darasa lijalo. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.